Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu na Watanzania wote. Mimi ni mchungaji Trado. Ninayo machache ya kuzungumza kwa habari ya kanisa la Saa ya Ufufuo na Uzima kufungiwa na serikali. Nchi yetu ya Tanzania inaongozwa kwa mujibu wa katiba ya nchi na sheria zake. Sheria ya nchi inasema kwamba Tanzania haina dini, isipokuwa mtu mmoja mmoja, yeye ndio mwenye dini na imani yake. Lakini pia katiba ya nchi inasema kwamba kila mtu ana uhuru wa kuabudu pasipo kuvunja sheria ya nchi. Sasa basi, imetokea sintofahamu ya maneno ambayo yanazungumzwa kwamba ni makosa ama ni matatizo ambayo Askofu Gwajima ameweza kuyaongea kwa habari ya utekaji, na matokeo yake limeadhibiwa kanisa zima. Kwa taarifa fupi nilionayo, kanisa hili lilianza mwaka 1995. Kuna watoto wamezaliwa ndani ya hili kanisa. Kuna watoto wamekuwa ndani ya hili kanisa. Kuna watu waliacha ujambazi kwa miaka mingi, wameingia ndani ya kanisa ili wamwabudu Mungu wa kweli. Sasa, kama nchi tunahitaji hekima namna ya kutenda. Sina shaka sana na habari ya ama Askofu Gwajima ametenda kosa ama hajatenda kosa, kwa sababu kanisa ni taasisi. Kwa jinsi ninavyofahamu, Askofu Gwajima yeye ni mbunge, pia ni mneki wa CCM. Ziko taratibu za kisheria, ama taratibu za CCM ama taratibu za neki, ikiwa yeye amekosea zifuatwe. Lakini kulifungia kanisa zima la Ufufuo na Uzima, kanisa ambalo kwa taarifa nilizonazo lina makanisa zaidi ya 2000 Tanzania, lina makanisa zaidi ya 400 nje ya nchi, ambalo lina maelfu ya watu. Hii kwa mujibu wa katiba ni dhuluma ya kuwafanya watu washindwe kumwabudu Mungu katika roho na kweli, na uhuru wao wa kuabudu umedhulumiwa. Ingelikuwa vyema kama ni kweli inaonekana kwamba Askofu Gwajima anazo jinai za kujibu, achukulia hatua yeye kama yeye. Lakini kanisa kama kanisa lifunguliwa, kwa sababu kanisa sio la mtu, kanisa ni taasisi. Sasa basi, nashauri si vyema hali hii kabaki hivi, kwa sababu wako watu wameugua ndani ya mioyo yao mpaka leo hawajui hatima yao ya kuabudu. Watu hawa kwa kawaida huwa ni wavumilivu sana, lakini mwanadamu akichoka kuvumilia, hakika yake anageuka kwa mnyama, anatenda vitu ambavyo haviko sawa. Kwa mujibu wa jinsi binadamu alivyoumbwa, ninaomba viongozi wa nchi kwa hekima yenu mruhusu kanisa la Saa ya Ufufuo na Uzima waendelee kumwabudu Mungu wao. Lakini pia ni laana kumwacha Mungu wa kweli asiabudiwe katika nchi. Hili ni tatizo katika nchi. Kwa hekima yako, viongozi wa nchi wa ngazi za juu kabisa watoe maamuzi juu ya jambo hili. Na sisi kama wachungaji tunaungana na Askofu Gwajima juu ya jambo hili. Na mpaka Jumapili, kama hili kanisa litakuwa halijafunguliwa kuabudu, kwa sababu tunawaza baada ya hili kanisa kufungiwa, ni kanisa gani jingine linafuata kufungiwa? Ni hatari, na tutaingia kwenye mawazo ambayo hayako sahihi. Kwa mujibu wa ustahimilivu wa taifa letu na amani ya nchi yetu, tunaomba nchi iendeshwe kwa mujibu wa sheria zake, nchi iendeshwe kwa mujibu wa taratibu zake, na kanisa limwabudu Mungu kwa mujibu wa taratibu zake bila kuvunja sheria. Na kama iko taratibu imekosewa, awajibishwe Askofu Gwajima, lakini sio kanisa. Asanteni sana.